Ndugu yangu katika imani, tuchukue tahadhari katika maisha yetu ya ulimwengu haya tunaoishi. Ni starehe ya muda mfupi sana. Hata kama utapewa mambo gani katika maisha haya, lakini kumbuka mwisho wako mimi na wewe ni kwenye lile kaburi tu. Afaraaita in mata'nahum sinin. Allah anasema hivi, unaonaje wewe Muhammad, hawa ambao dunia inawadanganya, dunia ya muda mfupi hii, hata kama watastareheshwa miaka, thumma jaahum ma kanu yuadun, kisha ahadi ya Allah, malakul mauti akaja kumtoa mtu roho yake, ma aghna anhum ma kanu yumattaun. Starehe gani kwa mtu yule ambayo itakayomsaidia mtu huyo na hali ambayo alikuwa nayo hapa? Allah subhanahu anateremsha ujumbe huu, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, tahadharini, ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlimun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile ambalo ilokuwa imelichuma katika mgongo huu wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu yoyote katika mahkama ya Allah tabaraka wa taala. Anasema shay'ani qati'ani ladhata dunya, mambo mawili kwangu mimi yanakata kabisa ladha ya maisha ya ulimwengu. Kila nikikumbuka mambo mawili haya, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniisha, starehe zote zinaondoka kwa kukumbuka mambo mawili. La kwanza, dhikrul maut, napokumbuka siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu, nitakuwa kwenye wakati wa namna gani? Anasema nikikumbuka hali ile, ladha ya maisha ya ulimwengu yote yananiondoka. Kwa nini? Hapana, wakati mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema akthiru dhikra hadhi min ladhat, kumbukeni kwa wingi sana lile jambo ambalo linakata kabisa ladha na starehe za maisha ya ulimwengu. Ibrahimi Taimi, mwanachuoni mkubwa huyu, miongoni mwa maruwat mashekhe wa Imamu al-Bukhari wa Muslim, anasema napo itafakari aya hii, nikikumbuka mambo haya mawili katika maisha yangu, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. La pili, waluqufu baina yadayhi subhanahu, napokumbuka kwenda kusimama kwenye mahkama ya Allah, kwenye mahkama ya Allah, nitakuwa kwenye hali ya namna gani siku hiyo katika uwanja wa Kiyama, uwanja ule katika arasati al-Qiyama, ambao siku hiyo la yaslim illa man salamahu Allah, hatosalimika ila yule ambaye atakayekuwa kwenye rehma ya Mola wake. Ndugu yangu, sikwambii mimi na wewe, hata mitume wa Allah katika hadithi ya Abi Huraira, ambayo hadithi mashuhuri, hadithi ya shafaa, mitume wa Allah kila mmoja miongoni mwao watakuwa na wao wanasema, hatujui siku hii ya leo hali ni vipi. Mimi na wewe tunajiandaa vipi safari yetu ya kuelekea kwa Allah siku hiyo? Ndugu yangu katika imani, Allah ameitaja ndani ya Qur'ani. Utaona wale watu waliokuwa waovu, watu wabaya, watu waliokuwa madhalimu, watu ambao rasilimali ya pumzi zao hawakuzifanya vizuri katika maisha ya ulimwengu. Siku hiyo utaona wamepigwa pingu za moto, wanasukumwa kuelekea katika mahkama ya Allah. Hali itakuwaje siku hiyo? Nguo zao zitakuwa ni lami za moto wa Jahannam. Wewe Muislamu,
Waja wema waliotangulia akili zao zilikuwa zina focus siku hiyo kumwomba Allah awanusuru. Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, watu wanatoka kwenye matumbo ya kaburi kana kama nzige, hajui mtu anatoka wapi anaelekea wapi. Ndio waja wema wanakumbuka mauti na kisimamo cha siku hiyo, hali itakuwa namna gani. Wewe na mimi twafika makaburini kuwazika wapendwa wetu, hatujali, hatuna habari, tuna dunia nyingine, kana kwamba pale tumekwenda kuweka mzoga. Mtu asiyekuwa na thamani kwetu sisi hatujali, tunaona kwamba tumekwenda kutoa kama mzigo katika ardhi. Kuna majukumu mengi tuliokuwa nayo yanayotushughulisha katika maisha yetu, unakwenda kumweka pale mpendwa wetu, ndugu yako, baba yako, mama yako, shangazi yako, rafiki yako, hujali. Lipi jambo litakalokufanya wewe uzinduke ukiwa sehemu ya makaburini hushtuki? Unamkuta Muislamu amekaa makaburini, anashika simu, anazungumza, anachati, anafikiria biashara, anafikiria mipira, anafikiria kadha, mambo ya ulimwengu. Allah amekuchagua uwasindikize wenzako mpaka uwastiri ili wewe uzinduke. Unamkuta mtu Muislamu anafika makaburini, alafu akitoka pale hata hima ya swala hana. Allah asema ujeuri mnaofanya ni pumzi zenu zinawadanganya tu. Hapo hisabu yetu ni ngumu sana. Siku gani? Yaumul ghashia, siku ambayo nyuso zote zitakuwa zimenyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika imani, tuchukue tahadhari katika maisha yetu ya ulimwengu haya tunaoishi. Ni starehe ya muda mfupi sana. Hata kama utapewa mambo gani katika maisha haya, lakini kumbuka mwisho wako mimi na wewe ni kwenye lile kaburi tu. Afaraita in mata'nahum sinin. Allah anasema hivi, unaonaje ewe Muhammad hawa ambao dunia inawadanganya, dunia ya muda mfupi hii, hata kama watastareheshwa miaka, thumma jaahum ma kanu yuadun, kisha ahadi ya Allah, malakul mauti akaja kumtoa mtu roho yake, ma aghna anhum ma kanu yumattaun. Starehe gani kwa mtu yule ambayo itakayomsaidia mtu huyo na hali ambayo alikuwa nayo hapa? Ndugu yangu katika imani, wamepita waja waliokuwa wema ambao Allah aliwamilikisha kila aina ya neema, sawa neema ya uongozi au neema ya elimu au neema ya mali, ambao mifano tumetajiwa ndani ya Qur'an. Mimi sikwambii wote wale, nakupa mfano wa Harun al-Rashid Al-Abbasi. Huyu Harun al-Rashid khalifatul muslimin. Ulimwengu ulijaa uadilifu, ulimwengu ulijaa kheri wakati wa zama za khalifa huyu Harun al-Rashid. Baiti mali imejaa mali chungu mzima, iko katika mfalme wa mkono wake mwenyewe. Lakini wakati sakaratul maut, malakul maut anamteremkia, wakati huo anawaambia wafuasi wake, ishtaru li akfana, ninulieni sanda nione, hebu leteni sanda yangu nione. Wanaambia hii ndio sanda utakaondoka nayo katika ulimwengu huu. Ndani kuna nguo zake nyingi, baiti mali imejaa. Anaambiwa bwana, hizi ndio sanda tumekuletea. Anasema ihfir li kabran, lichimbeni kaburi langu nilione. Anaambiwa hili ndio kaburi khalifa, hili ndio kaburi. Sikwambii khalifa kwa maana ya mipaka, alikuwa anaongoza Andalus huko Spain kote. Njoo karibu nusu ya dunia iko chini ya mikono yake. Anawaambia hebu nionyesheni kaburi nitakalolazwa mule. Waambia khalifa, tunachimba, hili ndio kaburi lako hili hapa. Anaambia nibebeni nilichungulie kaburi langu. Linabebwa, anabebwa, anaambiwa hapa ndio utakapolazwa wewe. Kisha anageuka, anamuelekea Allah, anasema ewe Allah mrehemu, ewe Allah ambaye ufalme wako unadumu,
hauondoki. Ukubwa wako ni wa milele na milele. Muonee huruma kiumbe chako ambaye uongozi wake unaondoka leo. Anawaambia ma aghna anni maliyan, mali yangu leo hainufaishi kwa lolote leo. Hata mali anaiona ina dhiki tena, haimsaidii lolote katika hali aliyokuwa nayo pale. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, hata ukubwa wangu leo unaondoka. Nani atakuwa mkubwa tena? Mkubwa ulibaki ni Allah peke yake. Wewe ndugu yangu katika imani, ebu rejea kwa Allah. Hii rasilimali ambayo ulikuwa nayo leo ya pumzi yako, almubadaratul mubadara fa innama hiya alanfas. Hizi pumzi hizi za nyakati tu. Fanya mema leo, hujui kesho kama utakuwa hai wewe. Wako wangapi walikuwa na matarajio na matumaini ya kuwa hai, lakini Allah wakati wao wanafanya mambo yao kujua kwamba watakuwa hai, waqad nusjat akfanuhu wala yadri, sanda yake inashonwa hajui. Tahamaki muda mfupi anaambiwa bana, malakul mauti anagonga mlango, anatoa roho yake. Tujiandae mimi na wewe ndugu yangu katika imani, katika safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Ni masiku machache hapa leo ndugu zangu. Yani dunia ndio tulofikia hapa leo, yani inakwenda kwa kasi sana. Kesho kutwa hapa itakuwa Ramadhani. Naomba Allah tujalie tuingie ndani ya Ramadhani. Lakini kuna watu miongoni mwetu, pengine ni mimi nayezungumza au wewe unanisikiliza, usiidiriki Ramadhani. Muombe sana Allah akujalie uingie ndani ya Ramadhani na uipate kheri iliyokuwa ndani ya Ramadhani. Allah atusame makosa yetu, atuhurumie kwa yale ambayo tulikuwa tunayafanya, na aturejeshe kwenye dini mrejesho uliokuwa mwema.